Jina lako? Mimi naitwa Abdallah Salum, ni mwalimu wa madrasa lakini pia ni msaidizi katika ofisi ya Sheikh Walid, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Pale Lumumba na Agrey zilipo ofisi za mkoa wa Dar es Salaam BAKWATA. Ramadhan Souk sio mara ya kwanza mimi kufika hapa, nimeshafika mara nyingi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, mwaka wa kwanza kufika na kila mwaka na mwaka huu leo, kila siku unakutana na vitu vipya, maboresho mapya, na pia kuongezeka idadi kubwa ya watu ambao wanakuja katika kutafuta bidhaa katika siku, japo ni siku moja hii, lakini ni siku ambayo imechangamka, na ninawaasa watu wengi siku kama hii, nafikiri inakuwa ni mwezi 24 kuamkia 25 katika kila Ramadhani, wajitahidi kuja kwa sababu kuna bidhaa nzuri ambazo watazikuta hapa na hata bei zao zinakuwa ziko vizuri zaidi. Ni jambo zuri kibiashara kwa sababu Uislamu wenyewe ni dini ya biashara kwa namna ilivyoanza, na hata katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura Ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bait. Mwenyezi Mungu katika sura hii anazungumzia biashara ambazo walizokuwa wakizifanya Makuraishi, lakini ndani yake akiwakumbusha kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kukumbuka zile fadhila za biashara ambazo Mwenyezi Mungu alizokuwa akiwapa, wakenda ile rihlata shitai wa sayf, wakenda huku na huku kwa ajili ya biashara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakumbusha pamoja na biashara wanazozifanya, basi wasisahau kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna hii unaikuta kwamba biashara ipo ndani ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaruhusu watu kufanya biashara, lakini ndani ya biashara zao wasisahau kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina naitwa Alhaji Profesa Muharram Pembe, mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana BAKWATA Taifa. Kwanza kabisa nichukue fursa hii na kumshukuru sana Mwenyezi Mungu na kumtakia wingi wa rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana kwa jambo hili ambalo walifanya mkubwa la kuwakutanisha watu wa rika zote, wa dini zote, wa madhehebu zote ambao wamekusanyika hapa na kuweza kuangalia mambo tofauti tofauti ambayo wameandaliwa na wenyeji wetu. Lakini nishukuru vile vile serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kuweka amani katika nchi yetu hii mpaka leo ikafikia hapa. Ndani humu kuna zaidi ya watu 5,000 mpaka 6,000 wanapita kuangalia biashara na mambo tofauti tofauti ambayo wanayofanya. Nashukuru sana serikali. Lakini hata hivyo inapaswa sisi kama raia wema tushukuru jambo hili kwa kuwekea mazingira bora na mazingira mazuri ambayo tumewakuta ndani. Humu ndani tumekusanyika kama nilivyosema awali, kuna watu wa dini tofauti, kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna wapagani, kuna madhehebu tofauti tofauti, lakini Mungu ametujalia tumekutana katika mwezi huu mfungo wa Ramadhani. Na Ramadhani imetukusanyisha. Waislamu wako katika mfungo wa mwezi mtukufu, lakini wenzetu wa upande wa pili wao kwa resma. Mwenyezi Mungu amejalia kuna utulivu wa hali ya juu, lakini isitoshe humu ndani kuna fursa ya biashara tofauti tofauti, na watu wenyewe wanapita katika maduka, katika maeneo tofauti kujihudumia au kupata vile ambavyo wanavyohitaji. Lakini tunashukuru vile vile kwa toka nifike hapa na mzunguko wangu ambao niliofanya, nimepita katika sehemu tofauti tofauti kuona kuna vitu vizuri, vitu vikubwa, vitu vina thamani, lakini bei yao imekuwa bei ya chini, bei ambayo hata mtu wa hali ya chini ya mtu wa hali ya kati anaweza akanunua na akajipatia mahitaji ya kuweza kupelekea katika familia zake. Nashukuru sana kwa waandaaji wa jambo hili, niwapongeze, niwatakie kila la heri, lakini huu ni mfano wa kuigwa katika sehemu zingine, katika taasisi zingine za pande zote, wakiwa Waislamu, wakiwa Wakristo, wakiweza kufanya jambo kama hili kubwa la kuwakusanya watu kwa pamoja na kuweza kutoa huduma kama hivi. Hili ni jambo zuri sana na jambo kubwa sana, na hii inaleta mshikamano. Leo tumekutana na ndugu zetu wengine katika upande wa pili, lakini tumefahamiana, tumeongea, tumejuana, na nimekutanishwa vile na watu wengi wa rika tofauti na aina tofauti.
Kwa kweli hili jambo limenifurahisha na limenipa nguvu sana, na mimi kutokana na upande wangu kupitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na mimi nikiwa mmoja katika watu waandaaji wa hafla kubwa na hafla mbalimbali kutoka Baraza Kuu, hili limenivutia sana na nitalichukua na nitalipeleka kwa viongozi wangu wakubwa ili mwakani na wao waweze kushiriki, lakini vile vile na wao watoe taaluma hii au plan hii katika sehemu tofauti tofauti kwa kuweza kukusanya watu wakae kwa amani na furaha. Baada ya kusema hayo, nakushukuruni sana. Kwa jina naitwa Aljunaid Hasham, ni mwenyekiti wa taasisi ya wafanyabiashara Tanzania itwayo JIBA au kwa Kiingereza Jafri International Business Association. Sisi tuna ukurasa 32 ulimwenguni na mimi naendesha ukurasa wa Tanzania hii ya kwetu ambayo iko nyumbani hapa Dar es Salaam. Nashukuru kwa itiko ya watu wengi sana, na nashukuru pia kwa hao ambao wamekuja kujitokezea leo hii kwa ajili ya kufanya mauzo. Ramadhani Souk hii ya kwetu ni ya 5 tangu tuanze, tangu mimi nimeingia kama mwenyekiti wa taasisi hiki, na nashukuru kuangalia na kuona mafanikio ya watu mbalimbali, wafanyabiashara wadogo, wakati, wanawake, wajane, vijana. Tumeangalia wafanyabiashara aina tofauti tofauti na wamehudhuria hapa. Awamu hii tumepata watu 220 ambao wote wanakuja na kuleta bidhaa zao za kuuza, kuanzia aidha vyakula, mavazi na kuendeleza JIBA Ramadhan Souk. Kuangalia na kusema kweli, hii ni kitu ambacho inatupa sisi furaha kama taasisi, kwa sababu unaangalia jinsi mkoa wetu wa Dar es Salaam imeungana, na nikisema mkoa tu itakuwa ni batili, kwa sababu kuna watu hapa wametoka Zanzibar, kuna watu wametoka Mwanza, Arusha, Tanga na mikoa mbalimbali. Na nashukuru kwamba upande wa social media tuko vizuri na timu yangu. Nashukuru pia kamati nzima kwa kazi maalum walichofanya kuhakiki Ramadhani Souk 2026 ni mmoja ambalo chachu ya kuongeza uamani na umoja katika Tanzania letu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.